haijaweza kuonekana katika ramani ya kiushindani kwenye kuchukua mataji. Okay. Tunaiona mara kadhaa inajitokeza kwenye mashindano ya kimataifa, wanafika hatua ya robo finali. Msimu uliomalizika tu peke yake wameweza kufika hatua ya finali, lakini bado hatujaona wakiweza kushangilia yale wanasema kwamba the final destination ya kuchukua kombe. Yes. Hawajaweza kufikia hiyo. Kwa hiyo nafikiri kwa ujio wake Steve Barker inawezekana ikawa sehemu sasa ya kwenda kufufua project ambazo zinaonekana ziko dormant, project ambazo zinaonekana zinaanza na kuishia katikati. Inawezekana yeye akawa ni msaada mkubwa sana kwenye kuiinua Simba sasa kutoka katika pale ilipo na kwenda katika level kubwa ya kiushindani wa kimafanikio. Mwenzetu popote pale ulipo, karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Enjoy tukujuze kile ambacho tumekuandalia bwana. Ni mwendo wa risiti, ndicho ambacho tumekuandalia nyakati hizi. Tulisema hatukusema, hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kuanza. Risiti ni hiyo ambayo unapata kuiona kwenye screen yako siku 13 zilizopita bwana. Kupitia jukwaa hili pia tulikuletea taarifa ya Steve Barker kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Leo yametimia rasmi, klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba imemtambulisha mwamba huyo kutoka pale Afrika Kusini kwenye timu ya Stellenbosch kwa kocha mkuu wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tuko mbele ya muda na ndio maana tunasema bwana, linapokuja swala la tetesi, nani anakwenda wapi, nani anatakiwa na nani, tupeane heshima. Ni swala la muda tu. Zimepita siku 13, hatimaye yametimia. Sasa kwa hayo na mengine mengi bwana, ungana nasi sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile, yakiwa na nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati pia unajipatia misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako karibu kiwandani. Cha kufurahisha bwana, bati zetu hazipauki na wala zishiki kutu. Kibisha muulize Dr. Mchina, Dr. Alfred, yeye ndo mteja wa mwisho bwana. Bati 86 ameenjoy kweli kweli, amewekeza kwenye paa lake, paa limekuwa mujarabu. Steven Mapundo, uko vizuri bro? Mimi niko vizuri. Uzima upo na hulalamiki? Kwa kweli namshukuru Mungu. Ndio. Mungu anasaidia siku zote. Wanasema mtaji pumzi. Ndio. Pumzi bado inapumua. Wiki 2 kasoro siku moja zilizopita nyuma, nilizungumza na wewe. Ndio. Tena kwenye studio hizi. Yes. Na mic tulitumia hizi na nyakati zilikuwa hizi ni nyakati za jioni hivi. Sawa na risiti zinarudishwa nyakati hizi. Sawa. Steve mwamba kweli kweli, wajina wako tulimzungumza hapa. Hatuna mengi ya kumzungumza kwa sababu tulishamzungumza na watazamaji wanamfahamu. Tuape tu risiti, ni kocha wa namna gani na kwa vipi unatazama atakwenda pia kuisaidia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, fupa gumu lililomshinda Suleiman Matola. Of course wajina Steve Barker ni kocha mzuri sana. Okay. Ni kocha ambaye ana historia ya kuweza kuinua timu kutoka chini na kuipeleka juu. Amefanya hivyo akiwa pale South Africa katika timu tofauti. Ndio. University of Pretoria ilikuwa ni moja ya timu ambayo yeye ameweza kuifundisha kutoka madaraja ya chini mpaka kuipeleka katika First League. Okay. Lakini pia ameshakaa Amazulu FC, nao pia ameweza kufanya maajabu. Na pia mwaka 2017 akaingia rasmi kuifundisha Stellenbosch, ambayo akiwa anaifundisha ikiwa ipo katika ligi ya chini, na baada ya hapo akaenda kuwapeleka mpaka kufikia katika ligi kuu ya nchini Afrika Kusini. Yeye ndo aliipandisha ile timu. Kwa ana historia za kuzipandisha timu kadhaa ambazo yeye ameweza kuzifundisha. Ni kocha ambaye South Africa walikuwa wanamtumia kama kwenda kufufua project ambazo zimekufa. Yeye amekuwa ni kocha mzuri sana kwenda kuzifufua zile project, na mafanikio yake makubwa yalianza kuonekana kuanzia mwaka 2023 baada ya kushinda ile knockout cup ya Afrika Kusini. Hii ni moja ya michuano mikubwa sana nchini Afrika Kusini. Na aliweza kuchukua kombe hili mwaka 2023.
kwa kuweza kumfunga TS Galaxy. TS Galaxy kama unaikumbuka ni timu ambayo alikuwa anaifundisha Sid Ramovic, ambaye baadaye akaja Young African, sasa hivi yuko CR Belouizdad. Na Yanga ukiangalia msimu uliopita katika ile pre-season ni moja ya timu ambao walienda kucheza nayo kipindi cha kujiandaa na msimu mpya, na ndipo pale Watanzania wengi waliweza kuifahamu TS Galaxy. Na TS Galaxy ni timu ambayo ilikuja kucompete na timu kubwa ambazo zilionekana zimeweka utawala mkubwa pale kama kina Orlando Pirates, wakina Kaizer Chiefs pamoja na Mamelodi Sundowns. Alikuja kujitokeza pale na kuja kutoa mbawa zake za kutosha sana. 2023 kocha huyu akiwa na Stellenbosch alikwenda kuchukua kombe hili la Carling Knockout Cup, ambapo baada ya kulitoa taji hili ikawa ndio sehemu sasa yeye kuweza kujitangaza moja kwa moja. Msimu unamalizika, ana qualify kwenda kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika. Anaingia 2024 2025, anafika hadi hatua ya nusu finali, anakwenda kuondoshwa na Simba Sports Club. Na tuliwashuhudia wakija kucheza Tanzania, walicheza pale Amani Complex, baadaye walipoteza kwa goli moja, wanakwenda nyumbani, wanatoka suluhu ya kutokufungana na Simba Sports Club anafuzu kwenda hatua ya finali, wakati akiishia hatua ya nusu finali. Na point nyingi sana walikuwa wamejikusanyia hapo na mpaka kuanza kuimbwa hapo. Lakini pia ni kocha ambaye amekuwa akiandaa sana vipaji vya wachezaji na kuweza kuwa na soko kubwa la ndani ya Afrika ya Kusini na nje ya mipaka ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo tunaamini kwa ujio wake ndani ya klabu ya Simba inawezekana kabisa kuja kufufua project ambazo zinaonekana zimeweza kufa kutokana na sifa aliyokuwa nayo. Tumeona University of Pretoria alifanya makubwa, tunaona anakwenda Amazulu amefanya makubwa, tunaona anakwenda Stellenbosch anafanya mambo makubwa, na sasa anakuja Simba Sports Club ambayo tukiangalia ni timu ambayo misimu minne sasa haijaweza kuonekana katika ramani ya kiushindani kwenye kuchukua mataji. Tunaiona mara kadhaa inajitokeza kwenye mashindano ya kimataifa, wanafika hatua ya robo finali. Msimu uliomalizika tu peke yake wameweza kufika hatua ya finali, lakini bado hatujaona wakiweza kushangilia yale wanasema kwamba the final destination ya kuchukua kombe. Hawajaweza kufikia hiyo. Kwa hiyo nafikiri kwa ujio wake Steve Barker inawezekana ikawa sehemu sasa ya kwenda kufufua project ambazo zinaonekana ziko dormant, project ambazo zinaonekana zinaanza na kuishia katikati. Inawezekana yeye akawa ni msaada mkubwa sana kwenye kuiunua Simba sasa kutoka katika pale ilipo na kwenda katika level kubwa ya kiushindani wa kimafanikio bwana Sisco. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo kocha mpya wa Wekundu Msimbazi Simba tunamkaribisha hapa kwa bwana ya Steve. Jina lake na Steve ni mwana wa Mapunda, lakini siku 13 nyuma zilizopita tulimpiga hapa kama tetesi. Ndio maana tunasema linapokuja swala la tetesi hatuhitaji masara, hatuhitaji mzaha, kwa sababu mara nyingi tunajua nini ambacho tunafanya. Vyanzo vyetu viko makini kweli kutupatia taarifa za uhakika kwenye swala zima la usajili. Bado ngapi mnatudai huko? Mnaweza pia mkatuambia. Iko ya mpanzo kibisa wala. Nimekwambia dirisha dogo kama si kubwa, chuma kitaelekea pale mitaa ya Twiga na Jangwani. Lakini vipi ya kijana mdogo, je, bado mnaitaka? Ya Morris Abraham pia wanaitaka? Sasa Morris Abraham pia tutakuja kukuambia mambo yamekaaje, kwa sababu amezungumza pia Clatous Magoli, lakini tunafahamu nyuma ya panzia nini hasa ambacho kinaendelea. Magoli amesema amepewa mchezaji wake mkataba wa miaka mingapi? Miwili. Ndio. Sisi ni people. Sawa. Tutakuja hapa na tutazungumza juu hili ambalo linapata kuendelea. Steven Mapunda, tukisalia hapo kwa kocha. Ndio. Wajina wako huyu. Usimpambe kwa sababu ni wajina mnafanana majina. Zungumza kiuhalisia. Unaona anakwenda kuvivaa viatu vya Mwalimu Fadlu ambaye alikuwa kipenzi cha wana Simba. Sintofahamu ndizo ambazo zimemngoa pale katika klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, ama na yeye atakuwa mbuzi wa kafara kama Mwalimu Sele. Mimi kwa Steve Barker nakuwa na imani kubwa zaidi ukilinganisha na Fadlu Davis, ingawaje katika mafanikio ambayo ameweza kuyaonyesha kwa muda mfupi aliokaa na timu ni makubwa, lakini ukija kuangalia kwenye experience lakini pia kwenye mafanikio namuona Steve Barker akiwa na mafanikio makubwa zaidi kuliko Fadlu Davis, kwa sababu Fadlu Davis anakuja Simba Sports Club hakuwahi kuwa kocha mkuu popote. Yaani amekuja kuwa kocha mkuu akiwa ndani ya Simba. Huko kote alikuwa anapita akiwa kama caretaker, wakati mwingine akiwa kama assistant coach, lakini amekuja Simba Sports Club ndo akapata nafasi hiyo na akaweza kufanya makubwa. Kwa hiyo imani yangu kubwa
Kwanza ukiangalia muda mrefu ambao amekaa katika career ya ucoach, amekaa kwa muda mrefu zaidi na ni mkomavu zaidi ukimlinganisha na Fadlu. Pia hata age yake pia ni kubwa zaidi, kwa hiyo anaweza akasimama katika timu akastand as the father, anaweza akasimama katika timu akasimama, wengine wakamuita kama babu kijana, wakasema kwamba tumekaa na babu yetu tunazungumza naye. Na ukiangalia kwa Simba Sports Club kuna vijana, lakini pia kuna watu ambao wapo katika age ya katikati. Tunaamini kabisa watakuwa vizuri kuweza kuipokea ile elimu ambayo anaitoa kwa wachezaji. Lakini pia ni kocha ambaye anaweza kutumia mifumo kulingana na asset alizokuwa nazo. Wanasema kwamba huyu sio kocha ambaye anategemea mfumo mmoja. Yeye mara nyingi sana huwa anabadilika kulingana na timu ambayo anakwenda kukutana nao na rasilimali ambazo anakutana nazo. Ila yeye mfumo wake pendwa kabisa ni 4-2-3-1. Yaani huo ndio mfumo pendwa sana kwa upande wake. Sasa nikiuangalia mfumo huu pendwa ambao anapenda kuutumia wa 4-2-3-1, nikiangalia ndani ya Simba tayari pale kuna Maodo Kante ambaye ameadhibiwa huyu mechi 5 nje ya uwanja. Kuna Nabi Kamara, alafu pia kuna Yusuf Kagoma. Umeona Kwa hiyo ukiangalia hao watu watatu wana uwezo kabisa, kati yao mmoja akapumzika, wawili wakakaa juu kuweza kulinda backline ya Simba Sports Club. Lakini pia ukiangalia katika eneo la katikati attacking midfielders watatu, unaona Simba wanapatikana kabisa, wakina Morris Ablamu, wakina Helim Panzu, wakina Kip Dennis wanapatikana. Kwa hiyo kwa mfumo wake huu ndani ya Simba, kwa aina wachezaji waliokuwa nao tayari anaweza akaenda nao na kuweza kuwatumia vizuri. Lakini pia mara nyingine huwa anapenda kurudi katika mfumo mama ambao huu tunasema kwamba hii yani ni kama primary formation katika soka wa 4-4-2, kwa maana ya kwamba unakuwa na uwezo wa kuwa na watu wanne wanaweza kukusaidia. Katika watu wanne, wawili wakasimama kama sehemu ya kuzuia, wawili wakasimama kama sehemu ya kuunganisha kati ya kiungo cha chini na juu, alafu wawili wa juu wakawa sehemu ya kuweza kuleta madhara kwa upande wa timu pinzani. Kwa hiyo tunaamini kabisa katika muono ninavyomuona Steve Barker ni kocha ambaye kwa Simba Sports Club kama waliweza kuhangaika kuweza kutafuta mbadala, basi huyu nafikiri wameweza kumpata mbadala ambaye hatuwezi kuulizana sana huyu ni meneja au huyu ni kocha. Maana kwamba anakwenda kusimama kuwa kama kocha moja kwa moja. Kwa hiyo katika hilo mimi Simba naamini kwamba kama kila kitu kitakwenda katika mstari wake, wanasema kwamba under ceteris paribus, if everything remain constant, basi naamini kabisa kwamba inawezekana akaja kuapply zile mechanism zake na kila kitu kikakubali na kuweza kuifanya Simba iweze kutoka hapo ilipo kuelekea katika maeneo ambayo wao wanataraji kwenda kwenye mafanikio zaidi. Bwana Sisi. Sawa, Wajina amepata mtetezi na mkombozi wake ni Steven Mwana wa Mapunda. Tusubiri kuona dakika 90 ambazo atakuja kukabiliana nazo timu kadha wa kadha. Shughuli itakuwaje hasa akikutana na watani, ndio tunajua kwamba kazi ipo ama hakuna. Kwa sababu kwa sasa bwana, miongoni mwa vitu ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba vinawatesa ni kuendelea kuchezea kichapo pindi tu wanapokutana na wananchi, kwa maana Young Africans. Shughuli imekuwa nzito kweli kweli hapo, wanasema bado Simba hajapata dawa ya kumdhibiti Young Africans. Sasa mwalimu huyu Steve atakuwa amekuja na dawa hiyo, ni swala la muda. Sawa. Maana kichanga pia karata zake vibaya na inaweza kawa kete ya kumngoa pale na kumpeleka pasipojulikana. Ikawa kipigo mara 7 kabisa. Bana, endelea pia kuhakikisha unapata eneo lako zuri, huenda ni uwanja ama unataka shamba lako zuri kweli kweli, ama unataka pia chombo cha moto. Lakini vipi unahitaji kufanywa usafi kwenye godown lako, nyumbani kwako, lakini pia ofisini kwako, basi waone Double G Cleaners. Hawa ni mabingwa kweli kweli wa kuhakikisha kwamba muonekano wa maeneo yako yanakuwa bomba kweli kweli. Lakini wanajihusisha pia kukupatia wewe maeneo, yani kiwanja ambacho kinapatikana mjini. Kwa wakazi wa Dar es Salaam hii na wahusu, lakini wale wanaotaka vyombo vya moto, magari na pikipiki pia watafute Double G Cleaners, wako moto kweli kweli. Namba yao ya simu ni 0675 347634. Hivyo ndivyo ambavyo wanapatikana, 0675347634. Double G Cleaners wanakuambia swala la usafi tuachie sisi. Steven Mapunda, nafikiri tukutane tena wakati mwingine. Dakta. Itosha kusema waila lika maasalam.